Tunaposoma Biblia katika kitabu cha Wafalme wa Pili kwenye sura ya 6 kuanzia mstari wa 15, kuna tukio tunaliona ambalo lilikuwa sio la kawaida sana kwa watu wengi kawaida yao. Biblia inatuambia wakaamka asubuhi na mapema sana. Walipoamka asubuhi na mapema, wakaona mtumishi wa Elisha aliamka, alikuwa wa kwanza, akaona majeshi ya Washam yamewazunguka. Na yalivyowazunguka, yule mtumishi akaogopa sana. Akasema, hapa kuna hali mbaya. Nini? Akasema, majeshi yametuzunguka upande wote. Kwa hiyo hakuna namna tunaweza tukatoka. Tumezingirwa na majeshi. Katika ulimwengu roho kuna falme mbili ambazo zinatawala. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unapozungumza juu ya ulimwengu wa roho, ujue kuna nyanja mbili ama kuna falme mbili tofauti. Kuna ulimwengu wa nuru, kuna ulimwengu wa giza. Katika ulimwengu wa nuru, tawala na mwenye mamlaka na mfalme wa ulimwengu ule wa nuru ni Mungu mwenyewe. Yeye ndiye mfalme anayetawala katika ulimwengu wa nuru. Mungu ana majeshi yake katika ulimwengu wa roho, au ni malaika. Lakini pia wapo watendakazi katika dunia ambao wanawakilisha ulimwengu wa roho. Na hao watendakazi katika dunia hii wanasaidiwa na wale malaika wa Mungu kutenda ile kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Na watendakazi hao ni watakatifu waliookoka. Lakini pia tunapozungumza juu ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa giza pia, na wenyewe ni watu wa rohoni pia. Ulimwengu wa giza na wenyewe ni ulimwengu wa roho, wa kiroho. Tunapozungumza juu ya ulimwengu wa roho, kuna viumbe vinatenda kazi, vinaishi katika ulimwengu ambao hauonekani kwa macho ya damu na nyama. Na wanaoweza kuishi katika ulimwengu ule ni watu ambao hawana miili, wenye roho. Wenye miili wao wanaishi katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana hata hapa tulipo katika ulimwengu wa roho unaotenda kazi, tupo wengi, lakini kuna watu ambao hawaonekani, ama kuna viumbe ambavyo havionekani katika ulimwengu wa nini? Wapo katika ulimwengu wa roho, watu waone katika ulimwengu wa damu na nyama. Upande wa giza, mfalme wake na mtawala wa ulimwengu huu ni Shetani pamoja na mapepo. Shetani na mapepo wao wanatawala katika ulimwengu wa roho, lakini upande wa giza. Shetani na mapepo pia wanatumia wanadamu, ambavyo Mungu anatumia wanadamu ambao ni watakatifu kudhihirisha ule ufalme wa roho uwe dhahiri katika ulimwengu wa damu na nyama. Vivyo hivyo Shetani na mapepo pia hutumia watu kudhihirisha ufalme wa giza ili uwe dhahiri kwenye ulimwengu huu wa damu, macho ya damu na nyama. Kwa nini wanatafuta wanadamu? Kwa sababu mwanadamu ndiye aliyepewa kutawala katika dunia, katika ulimwengu huu wa macho ya damu na nyama. Mwanadamu ndio mmiliki, ndio anayo haki na uhalali. Mungu akimwokoa mtu, yule mtu anao uwezo wa kudhihirisha ulimwengu ama mambo ya rohoni kuwa dhahiri katika ulimwengu huu tulionao. Lakini pia Shetani anatafuta watu ili wadhihirishe, wayatoe mambo katika ulimwengu wa roho kule gizani, waulete kuwa halisi katika ulimwengu huu. Kila upande unatamani kuvuta watu ambao wataenda naye. Sasa tunaposoma katika kitabu hiki cha Wafalme, kuna vitu tunaviona. Elisha alipopewa taarifa na mtumishi wake juu ya jeshi lililo kubwa ambalo limewazingira, kuna maneno ambayo Elisha anaongea. Walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja. Elisha anaviona vitu ambavyo mtumishi wake havioni. Anaona katika ulimwengu wa roho, anaona wale wapo, lakini pia wanajeshi hawakuwa peke yao. Ndio maana aliyesema walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja. Wale ndio wengi, sisi wawili, lakini bado wale wana watu walio pamoja nao. Lakini walio upande wetu sisi ni wengi mno, walio pamoja nasi ni wengi, wamewazidi wale. Elisha anaongea juu ya ulimwengu wa roho, anayatazama mambo katika ulimwengu wa roho yakiwa dhahiri. Mtumishi huyu haoni. Pindi huyu mtumishi anaendelea kuogopa, Elisha ikabidi amuombe Mungu ili huyu mtu apewe kutazama na kuona katika ulimwengu wa roho, ili hofu na mashaka iondoke. Hofu kubwa ya huyu mtu ilimpata kwa sababu hakuona katika ulimwengu wa roho ni nani aliye upande wao. Watu wengi tulio kanisani, shida kubwa inakupata, lakini katika ulimwengu wa roho ni ndogo kuliko kawaida. Lakini kinachokutisha na kukufanya
ushindwe kuwa na imani na uondoe ujasiri, ni kwa sababu unatazama vitu katika ulimwengu wa macho ya damu na nyama. Lakini ukitazama katika ulimwengu wa roho, utaona vile ambavyo wewe ni mshindi, utaona vile ambavyo wewe unalo jeshi kubwa. Huwa nashindwa kuelewa pale ambapo tupo kanisani, tupo nyumbani, alafu unakuta mtu anaogopa kabundi. Hata amesoma Biblia, anaelewa kuna majeshi yaliyokuwa upande wake anamlinda. Kwa nini mtu huyu anaogopa? Kwa sababu amesoma na ameacha kwenye Biblia, anajua hayo ni maandiko tu. Lakini hatujui kwamba yale maneno ama ile kweli ya Mungu ni halisi kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema katika Zaburi ya 38 mstari wa 7 kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao ili kuwaokoa. Hiyo ni kanuni. Kila mtu ambaye ameokoka anao malaika upande wake ambao wanamlinda. Pia hili jeshi, kumbuka nimekwambia, ili litende kazi linakutaka wewe uliamrishe. Usipoamuru halitafanya kazi. Na ndio maana Mungu anataka watakatifu wawe na hiyo mamlaka, waweze kufahamu ili waweze kushinda ulimwengu ule wa giza. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7 hadi 12, naomba unisomea hapo. Kuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ndio. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu kwenye ghadhabu nyingi. Mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Hapo tunaona mwanzo kabisa wa huu ulimwengu wa giza. Biblia inatuambia kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli, kwa sababu yeye ni malaika wa vita, alipigana na yule joka. Na Biblia inatuambia kwamba Shetani, yule joka ambaye ni Ibilisi na Shetani, aliposhindwa alitupwa yeye na malaika zake. Kumbuka Shetani alikuwa ni malaika mkuu pia, aliyekuwa na miliki theluthi ya malaika mbinguni. Sasa aliponajisika yeye, akanajisi hata lile jeshi lililo nyuma yake. Tunapoongea juu ya Mikaeli, Mikaeli ni malaika mkuu ambaye nyuma yake kuna kina Mikaeli wengine. Tunaongea pia Gabrieli, Gabrieli ni malaika mkuu ambaye nyuma yake kuna kina Gabrieli wa ujumbe. Ndio maana wewe, malaika yupo kila mahali, ila Mungu yupo kila mahali. Lakini unaweza kukuta wakati wewe unapokea ujumbe, malaika anakuletea ujumbe, kuna mtu katika muda ule na wakati ule anapokea ujumbe mahali pengine. Sio kama unaelewa. Lakini analeta ujumbe ni yule Gabrieli. Haina maana yeye yupo kila mahali, ila wapo malaika upande wake. Na jeshi la malaika ni wengi, hawana idadi. Hata wanadamu tukazaliana miaka na miaka hatuwezi kufikia jeshi la malaika. Kwa hiyo Shetani aliposhindwa akatupwa duniani. Biblia inasema ole ya nchi na bahari. Na ndio maana unakuta katika ulimwengu wa sasa kuna ufalme unatawala kuzimu, na watu wanaenda baharini, ametupwa huko. Kuna watu hapo kwenye hii dunia, lakini kuna watu wanaenda kutafuta nguvu zaidi kule chini. Kwa nini? Yeye naye amejifanya Mungu, na Biblia inamtaja kama Mungu wa dunia hii, akitawala awadanganye wengi. Na kwa nini anadanganya? Kwa sababu anamjua ana muda mchache. Mungu atusaidie sana. Kwa sisi watakatifu, ili tuweze kushinda, ni lazima tujue kwamba kuna huu ulimwengu wa roho ambao unaamuliwa na falme mbili tofauti. Kuna ulimwengu wa giza na kuna ulimwengu wa nini? Ukijua hili, hata ukiona mtu amefanikiwa hutapata shida. Kwa sababu kama hana Mungu wako, basi ana mganga wake. Hajaokoka, hana Mungu, lakini amefanikiwa, utaanza
upo dhahiri kwa watu wa rohoni. Ukiwa rohoni halipo la kukuficha. Aliye rohoni, ndio maana nikakwambia wachawi wanaelewa jeshi ambalo lipo upande wangu. Kwa nini? Wao wakiwa katika ulimwengu ule wa roho, kwa sababu mchawi ili aloge lazima awe rohoni. Si ndio hivyo? Katika kitabu cha Mwanzo 32 mstari wa kwanza hadi wa pili. Ulimwengu wa roho unapotenda kazi. Hapo tunakutana na Yakobo, ambapo wakati ambao alikuwa anatoka kwa mjomba wake Laban anarudi kwao, njiani alikutana na jeshi la malaika, naye akawatambua. Yakobo alikuwa ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale Betheli aliona mbingu zimefunguka, aliona ngazi zimepanda hadi juu mbinguni na malaika wa Bwana wanapanda. Sasa wakati ule aliona katika ndoto, lakini saa hizi kipindi anarudi aliona, alikutana nao. Biblia inasema Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye. Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye. Naye Yakobo alipowaona, ndio alisema. Naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Akapaita Mahanaimu. Yakobo alikutana na malaika na akatambua kwamba hili ni jeshi la nani? Kumbe alikuwa anatembea duniani kama ambavyo sisi tunatembea, na akakutana na malaika. Kumbe hata wewe waga unatembea kila siku, unakutana na watu katika ulimwengu wa roho, lakini wajui. Wafalme wa pili sura 6 mstari wa 16 tumesoma, kila mtu aliyeokoka walio upande wake ni majeshi yenye nguvu kubwa kuliko wale walio wa dunia hii. Uwezo wetu sisi wa kuamua mambo hautokani na uwezo wetu wa hali ya mwili, bali unatokana na uwezo wetu wa rohoni. Yaani hata kama unanyanyua madodo vipi, kama rohoni uko empty, wewe huwezi fanya maamuzi. Mtu ana elimu, amesoma, let's say kama mahakimu hao, yaani kama una Mungu unaweza kuta secretary ndo anakuendesha. Bwana anasema hivi, kwa mpenzi Gayo nimpendaye, anasema ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa sababu ulimwengu wa roho ukifanikiwa, utaweza kucontrol ulimwengu huu wa maisha ya kawaida. Watu wengi ambao wanapata mafanikio wakati hawana Roho Mtakatifu. Hata kama umeokoka una Roho Mtakatifu na umepata hela, wewe kuanguka dhambini ni siku mbili mbaya. Kwa nini? Huna nguvu ya kufanya ushinde. Kwa kipindi unatafuta fedha, tafuta zaidi upako, ule upako uilinde ile fedha. Ulimwengu wa roho ndio unaoamua maisha yetu tuishije katika ulimwengu huu. Usipokuwa na hiyo nguvu ya Mungu afu unatafuta hela ya kazi gani? Ya kukuchinjia. Kwa sababu hela pia inavuta watu. Na watu inaowavuta, kama hauna upako itavuta takataka zote. Lakini kama una upako, upako wenyewe utawachekecha. Utatoa wabaya wote. Kimwili ukazidi, ukaona mafanikio, lakini roho ukawa chini, zile pesa na yale mafanikio yatakuua. Bali ya majeshi ya malaika zake yapo tayari kumlinda muamini na ufalme wa Mungu. Bali pia majeshi ya malaika zake Bwana Mungu yapo tayari kuwalinda waamini. Nilikwambia Zaburi ya 34 mstari wa 7 inasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao ili kuwaokoa. Lakini pia Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Zaburi 38 mstari wa 7, Warumi 8:31, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Warumi 8:31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu. Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Ni nani aliye juu yetu? Paulo anaongea na Warumi maneno ya ushujaa. Anasema basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa hiyo ulimwengu wa roho ambao ni wa nuru upo pamoja na watakatifu. Na Mungu anapokuwa pamoja na watakatifu, hakuna chochote kinachoweza kumshinda mtakatifu. Inasema Biblia, ninyi watoto wadogo, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ninyi ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia, ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kuna ufalme katika ulimwengu wa roho hapa duniani, lakini sisi tu washindi kuliko yeye. Sisi ndio tunaomtiisha yeye, sio yeye anatutawala sisi. Wewe kila siku unaanguka kwenye maulevi, kila siku unaanguka kwenye mauzinzi,
Uanza kinachokufanya uende kwenye mauzinzi nini kama sio mapepo? Una roho zinaitwa roho za mahaba. Majini mahaba wanaishi. Hilo likikaa ndani ya mtu linamdrive. Mtu analala ndani, anajikuta anachomoka. Yaani amelala na amemshukuru Mungu, Baba katika jina la Yesu asante, na kwa sababu Mungu umenipa usiku wa leo nilale salama katika jina la Yesu. Amen. Akisema tu amen, ile SMS umeisahau. Linainuka tiki tiki tiki. Wewe hujaushinda ulimwengu. Wewe hujamshinda yule mfalme wa dunia hii. Mungu akupe nguvu ya kuweza kushinda katika ulimwengu wa roho. Yaani simama, sema mimi sitarudi nyuma. Alafu kuanzia hapo ndo utaona Mungu akikutumia. Ulimwengu wa roho unatenda kazi na sisi tumepewa kuutawala huo. Jambo la pili, Wakristo wote tunapaswa kuomba sana bila kukoma ili Mungu aweze kutukoa kutokana na upofu wa kiroho. Wakristo fanya mtu ashindwe kuona katika ulimwengu wa roho ni upofu. Elisha anamuomba Mungu, anasema mfumbue macho yake aone. Lakini mtu huyu si kwamba aoni, si kwamba ni kipofu, ameona kabisa kwamba Washami wanakuja, lakini hajaona katika ule ulimwengu mwingine wa roho. Babangu Kayombo aliwahi nisimulia siku moja, malaika walikuja hapa nyumbani. Usiku asikia watu wanapiga hodi. Akaenda fungue. Mama si yupo hapa shahidi. Kama naongea sio kwa yeye mwenyewe alikuwa. Akaenda akafungua, akawakaribisha, akasema aliwakuta watu hao. Maji wa Biblia tunaelewa, akishakwambia watu hao, unajua hapo katikati yake alikuwa na anasema akawakaribisha ndani. Usiku saa 9 saa 10 wakakaa. Mmoja tu ndo alikuwa mzungumzaji. Ukikumbuka wale malaika watatu waliokuwa wameenda kukutana na Ibrahimu, mmoja tu ndo alikuwa mzungumzaji. Na yeye anazungumza kana kwamba ezifu yeye ndiye. Kawa anamtia moyo, usikate tamaa. Naiona, najua unachopitia, lakini mimi niko pamoja nao. Amemtia moyo isivyo kawaida. Kamjenga sana kama saa zima. Alafu baada hapo kwa sasa mimi naondoka, lakini niko pamoja nao. Najua unalopitia. Sasa alikuwa kama dilema, anayasikia, yeye amekaa tu kimya anamsikiliza tu. Ndio. Baada hapo akamwaga. Kaongea yeye kamaliza, afu yeye anamwaga. Akamwambia sawa. Akatoka wasindikizo. Nasema kanisa lilikuwa pale. Wale wakadeni nakumbuka. Kanisa lilikuwa pale chini kwenye kisima cha kubatizia. Alipokuwa na wasindikiza, wamefika tu karibia na ukuta wa kanisa wakapotea. Kama hapo wanakaribia tu hapa. Ndio ufahamu unafunguka. Kumbe nilikuwa na malaika wa Bwana. Na Yesu atusaidie sana. Haleluya. Muombe Mungu atutoe kutokana na upofu wa kiroho. Tufunguke macho yetu. Tuweze kutazama vitu waziwazi. Kitazama vitu waziwazi hautakuwa na shida yoyote. Mungu atakupa kuweza kushinda kila jambo. Hata saa hii, kwa sababu kama saa hii ulimwengu wa roho ungekuwa utendi kazi, basi wachawi wangekuwa hawapo. Au wangekuwa na loga hivi wazi. Upofu wa kiroho. Luka 24:30-31. Kawa alipokuwa ameketi nao chakulani. Huyo ni Bwana Yesu. Alitwaa mkate. Akaubariki. Ndio. Akaumega akawapa. Ndio. Yakafumbuliwa macho yao. Wakamtambua. Kisha akatoweka mbele yao. Hawa ni akina Kleopa. Wakati ambao Yesu Kristo amekufa, ameuawa, amezikwa, hawa jamaa wakawa njiani wanazungumza habari zake, wasifahamu kwamba Yesu ameshafufuka. Wakawa wanasikitika wakiongea juu ya Wayahudi waliomuua. Anasema yule mtu alikuwa ni mzuri sana, lakini wamemuua. Njiani wakakutana na Bwana Yesu, lakini wao hawakumtambua kama ni Bwana Yesu. Wakawa wanajua tu ni mtu wa kawaida. Akawa anawaambia mnazungumzia habari gani? Akasema kwani wewe hujui? Wewe ni mgeni Yerusalemu. Hujui aliyotokea? Wakati wamemuua mtu wa Mungu, nabii wa Bwana, mzuri kabisa, hakuwa na kosa lolote. Wao wamemuua bila sababu. Akawa anawasikiliza. Anasema akaanza kuambia, kwani nini amwamini nini? Manabii wa kuongea habari zake. Akaanza kuwaelezea kuanzia Musa. Akawa anawaelezea juu ya manabii wote walitabiri kwamba imempasa Yesu Kristo aje lakini afe. Sasa kama akisha kufa siku ya tatu atafufuka, nyinyi nini mnachosikitika? Kwa sababu ilibidi lazima afe ili nyinyi mpate wokovu, na akishafufuka nyinyi ni washindi. Kwa hiyo hamjui kama leo ni siku ya tatu alisema atafufuka. Jamaa anajua wapi? Kila siku anasoma tu Biblia, anajua hii haya ni mambo ya kwenye Biblia. Kama ambavyo unasema mchungaji, haya inawezekana kweli? Haya ni ya kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba ikafika, ulikuwa ni majira ya karibia Sabato ya jioni.
Wakasema karibu ndani bwana, jioni giza hili hapa. Tukae hapa. Unajua wale watu ni wa upendo kwa sababu wanafahamiana. Wote ni ndugu tuseme, na wanajuana kwamba wao ni ndugu. Israeli wote ni ndugu. Wakamkaribisha ndani. Walipomkaribisha ndani wakaandaa sosi. Anasema wakati wanamega mkate akaubariki. Alipoubariki tu ule mkate, wakafumbuliwa macho. Walipofumbuliwa macho, wakamtazama, wakamjua. Wakasema kumbe ni Bwana toka katikati yao. Shida ni nini ya watu? Macho yao hayajui, hayatazama. Kati ambao wale malaika wanaenda kuteketeza Sodoma na Gomora, Ibrahimu alipotazama tu kwenye lango kuu la kuingilia kwenye ule mji, akajua kabisa hawa si wanadamu wa kawaida, hawa ni malaika. Akawakimbilia, akapiga magoti chini yao, akasema, bwana zangu ninawaomba msinipite mtumishi wenu, njoeni mkae hata mnawe miguu mule na kula. Kwa nini anawakilimu? Anajua hawa ni wajumbe wa Bwana. Yawezekana wewe nyumbani kwako umekutana manjiani, umekutana na watu wenye dhiki, wenye shida, ukawatupa. Biblia inasema wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. Lakini pia kuna wengine ambao waliwakana malaika bila wao kujua. Wamekuja ili wakupe ujumbe, lakini unamuona tu ni mtu tu fulani mwenye shida. Hilo linamkuta pia Lutu. Wanaposhuka pale Sodoma, Lutu alikuwa amekaa akitazama, akaona unatokea langoni, akawajua, akawakimbilia, akawafuata, akawaomba waingie ndani, wakaingia ndani. Lakini jambo la ajabu, utashangaa hata wale watu wa duniani, kwa sababu pia kuna wachawi. Na maana mchawi anao uwezo wa kujua kwamba wewe umeokoka au hujaokoka. Wewe unayo nguvu ya Mungu ama ni uongo. Anajua. Hata pepo. Na ndio maana sio kila mtu ukimwambia aombee mtu mwenye pepo anaweza kaombea. Kwa nini anajua? Kwani mimi mjinga? Kwa sababu ile jamaa linajua kwamba wewe usimtanie, unamkemea nani? Wewe, na wewe unataka kumtoa mimi. Akisha kwambia tu na wewe. Wale majamaa wa ule mji wakajua kabisa wale malaika. Wanasema wewe umekuja kwetu, umekaa hapa pamoja nasi, alafu unataka kuhukumu. Asi wamekuja kwa ajili ya hukumu wao. Walijua kabisa wale ni malaika. Lakini kwa sababu wao upo upande wa giza, kwa hiyo upofu wa kiroho unaweza ukazuia wewe usiweze kuona mambo ya rohoni. Paulo anawaambia, alikuwa anawaombea Waefeso katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 18. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Macho ya mioyo yenu yatiwe. Ukiwa kipofu wa kiroho huwezi kupokea mambo ya kiroho. Kila jambo linalotokea katika maisha ya watu lilianzia katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana kuna watu wanaweza kalala wakaota ndoto, wakaambiwa juu ya mtu mmoja mgonjwa. Akaamka asubuhi, kama alipuuzia kuomba na kuvunja ile roho, anaweza kukuta kweli aamka asubuhi hali ya yule mtu ni ngumu. Kwa nini? Umepata neema ya kuonyeshwa juu ya ulimwengu wa roho kwamba kuna kitu kinatendeka. Sasa kuna watu wengi ambao hapa hata wakiota wakaona ndoto ambazo zina uhalisia. Kuna ndoto za ugali na kuna ndoto zina uhalisia juu ya maisha yao ama juu ya mtu mwingine. Utakapoota ile ndoto lazima utapata kujua hii ina ukubwa, hii vita yake ni kubwa kiwango gani. Na wale walioni akiamka tu kutoka kwenye ile ndoto, tayari pale anakuwa ameshafanya azimio la namna ya kupambana. Ikiwa ni jambo la baraka, tayari anaingia kulipokea, anajiandaa kwa ajili ya kulipokea na kuliotegemeza kwa maombi ile jambo ili litokee. Yaani mchawi, wewe unaweza kaona umeenda kwenye msiba, mtu unaambiwa amekufa leo, lakini wachawi wanakuambia huyu mtu hajafa. Alafu sio wachawi tu, hata wewe wa rohoni kabisa unaweza kujua huyu mtu ameuawa au amechukua mzimu. Kuna mtu ananielewa hapa? Huo ni ulimwengu wa roho ambao huonekani kwa macho ya damu na nyama. Unapotenda kazi, mtu unaona wamemuua, mnaenda kuzika, lakini sio mtu mwenyewe yupo anafanywa msukule. Na hiyo misukule unzani inaenda wapi? Mule sokoni mnamouza nini gani? Wewe umekaa hapa unapanga unauza, mwenzio hapa anayo misukule na yenyewe inauza. Inakusanya washirika wateja huko, inashinda tu mkono. Jamaa unajikuta ukienda sokoni, ulikuwa na 20,000, umeenda tu sokoni kununua labda shati moja la 5,000. Unarudi nyumbani unakuta umejaza mashati kibao mengine hayakutoshi. Umenunua mavitu ya ovyo ovyo. Wewe ujue umenunua nunuaje? Alafu ukifika nyumbani unaanza kusikitika, haya yote nimetumia. Mimi nilipanga nikanunue kiatu tu. Ulipanga kanunue kiatu, imetokea nini? Lazima uwe ni mtu wa rohoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuamuru ulimwengu wa roho ufanye mambo kwa ajili yako. Yaani kama uwezi kuyaona, uwezi kuyaamuru. Alikuwa na uwezo wa kuona, angalia alichokifanya.
Kwa sababu aliwaona na aliona jeshi alilonalo. Mungu, Elisha akamwambia vipi? Alimwambiaje Mungu? Baada ya kuwa hii jamaa amemfumbua macho, Mungu akasema juu ya wale majeshi, Elisha akasema juu ya wale majeshi ya Washamu, akasema Mungu apige kwa upofu hao. Wakapigwa kwa upofu askari wote. Akawachukua akamwambia, "Mnamtafuta nani jamani?" Lakini katika ulimwengu wa roho ameshapigwa upofu. Wanamuona Elisha, lakini wanasema kuna mtu wa Mungu mmoja hivi anaitwa Elisha. Akasema, "Twendeni wapeleke aliko na kujua." Na si kwamba wakimuona wamjui. Wanamjua, lakini wameshapofushwa macho. Lakini wao wanaona tu kama tu ni mwananzengo tu. Twendeni ni wapeleke. Na anakowapeleka pia waone. Akawafikisha mpaka kwa mfalme. Alipomfikisha kwa mfalme, akamwambia mfalme, akamwambia, "Mfalme, nimekuletea wageni hapa, maadui zako." Alafu akamwambia Bwana wafumbue macho. Wakatazama, wapo katikati, wapo ikulu. Wakabaki wanashangaa, kimetokea nini hapa? Upofu wa kiroho unasababishwa na nini? Wewe unaandika Wakorintho wa kwanza 2:14. Wakorintho wa kwanza 2:14, Biblia inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Maana kwake huyo ni upuzi. Wala hawezi kuyafahamu. Kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Upofu wa kiroho unasababishwa na kuwa mwilini. Mtu wa mwilini ni mtu wa tabia ya asili. Biblia inasema mtu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya rohoni kwa sababu kwake ni upuuzi. Wewe hujawahi ona mtu mpo kanisani mnajifunza ujumbe mmoja, lakini mkitoka anaanza kudoubt juu ya ule ujumbe aliopokea. Huyu ni mtu wa mwilini. Akisikiliza mahubiri anayapokea kama mwilini, si kama rohoni. Kwa hiyo hakuna kitakachoweza kubadilisha maisha yake. Mtu ambaye anaweza akapokea ni yule mtu ambaye yupo rohoni. Lolote ambalo atalipata kwenye madhabahu ya Mungu, hata kama atalinena mtu ambaye hajui kusoma Biblia vizuri ama hajui kuhubiri, lakini maadamu amepewa kusimama madhabahuni, akitoa ujumbe hata kitabu kimoja tu na maneno mawili, mtu huyu atatoka atasema, Bwana amenionya, Bwana amenikemea, Bwana amenipa ujumbe huu. Lakini mtu wa mwilini ni yule ambaye hata kihubiriwe nini, na atatafuta mafundisho mengi kwa ajili ya kushindana na kile alichofundishwa. Huyu hawezi kupokea kwa sababu mambo ya rohoni hayatambulikani kwa jinsi ya mwili. Jamani, haleluya. Utu wa asili ni tatizo. Mtu hataki kufanya kuwa na badiliko, hataki Mungu amtoe katika misimamo yake. Kwa nini? Kuna namna yeye anaamini. Huyu mtu hawezi kupokea mambo ya rohoni kwa sababu vile vya kiroho anaona ni upuuzi. Na ipo hivyo mambo ya rohoni yote. Biblia inasema aliyachagua mambo mapumbavu ili aibishe yenye hekima ya dunia hii. Watu wengi ambao tunawaona ni wenye hekima wa dunia hii hawana uwezo wa kujua mambo ya roho. Hata kama ana PhD ya theology, kama hayuko ajawa mnyenyekevu na ni wa mwilini, hawezi kuwa na mambo ya kiroho. Ila atakuwa na mavitabu kibao. Biblia inakusomea tu hapa, yani kama anaimba tu. Lakini chochote kinachotenda kazi ndani yake hakipo. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. Anasema kwa maana mwili hutamani kushindana na roho kushindana, kwa sababu hivi vitu vimepingana hata mwezi kufanya mnayotaka. Kikwazo kikubwa ni mwili. Mtu wa asili ni yule mtu ambaye anaishi kwa kutukuza mwili. Mtu anayeutukuza mwili hawezi kupokea mambo ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu mwili ndio upo hai kuliko roho yake. Na mwili ukiwa hai, tafsiri roho itakuwa dhaifu. Kwa hiyo ili uweze kuwa mtu wa rohoni ni lazima ukubali kuufisha mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sio miujiza, ni vile ulivyojitoa wewe kusimama na ili uwe mtu wa rohoni, jitenge na dunia. Sasa unatamani dunia jinsi ilivyo na wewe uende nayo, alafu unataka uwe mtu wa rohoni. Never. Mungu anawafunulia watu wake, watumishi wake siri zake. Na watumishi wake ni wale ambao walijitenga. Biblia inasema tokeni kati yao mkatengwe nao. Kwa hiyo haijalishi unaimba naye kwaya, ukiona huyu ana matakataka jitenge naye. Efeso 6:18 Biblia inasema, amen,
kwa sala zote na maombi, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote, mkikesha katika jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote, pia na kwa ajili yangu mimi. Na kwa ajili, inatosha. Mstari nilikuwa nataka 18. Biblia inasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Ninapoenda kumaliza hapa, nataka vitu viwili vielewe. Paulo anawaambia Waefeso wale wale aliyowaambia macho ya mioyo yao yatiwe nuru kwenye sura ya kwanza. Kwenye sura ya 6 kipindi anaenda kumaliza, anawaambia namna gani wanaweza wakawa watu wa rohoni. Sasa jambo la kwanza tunatazama kusali kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwamba mtu wa rohoni ni lazima uwe kila mahali kwa wakati sahihi, ama kama alivyosema Wina, yani wakati ambao unatakiwa uwepo kazini, uwe kazini. Wakati ambao unatakiwa uwe kanisani, uwe kanisani. Huyu ni mtu wa rohoni. Wakati ambao unatakiwa uwe kwenye maombi, uwe kwenye maombi. Huyu ni mtu wa rohoni. Shetani kukupata ni ngumu. Ila utakapoanza tu kukaa huna kazi ya kufanya, huna chochote cha kufanya, hapo shetani atakuingia. Pamoja na kwamba Daudi alikuwa ni mfalme na alikuwa nabii wa Bwana mwenye upako, lakini kwa sababu wenzake walienda vitani na muda wa wafalme kwenda vitani, yeye akawa anashangaa tu gorofani, anajifurahisha tu, akashikwa na dhambi ya uzinzi. Kwa sababu hakuwa wakati mahali ambapo alitakiwa awepo kwa wakati huo. Unaweza ukaangalia ratiba zako za kila siku, lakini pia ukajipangia ratiba zako za wewe kuzungumza na Mungu. Na Mungu ni mwaminifu. Kwenye ule muda ambao umejipangia, utakuwa unaamka unamuomba Mungu. Mungu atakutana na wewe. Kama unasema kila siku mimi nitakuwa ninaomba saa 6, natumia nusu saa kuomba, kusoma Biblia nusu saa. Saa 7 nalala, saa 11 nitakuwa kwenye maombi kanisani. Lazima Mungu aheshimu kile ambacho umekifanya. Na wewe uwe mwaminifu katika hilo. Namna hii haiji. Yesu akasema namna hii haitoki kwa neno lolote isipokuwa ni kukusali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa wewe maombi hauna. Paulo alikuwa anawaambia Waefeso ili wakae rohoni, anasema mkisali kila wakati katika Roho. Kusali, jambo la kwanza, kusali kila wakati. Mtu wa rohoni ni mtu ambaye muda wowote ama kila wakati yupo katika maombi. Sio kwamba mpaka yatangazwe maombi, ama sio kwamba mpaka apige magoti. Mtu anayesali kila wakati, hata hapa anapohubiri unamkuta yupo ndani moyo anaomba. Bwana sifiwe. Yupo kwenye daladala bado sio mpaka ufumbe macho ndio uombe. Kusali kila wakati katika Roho ina maana kila wakati ndani yako unasikia kuomba. Unakuta mtu huyu muda wote yuko busy tu, anapiga story mbili lakini tayari yuko busy tu. Ukimfuma unaweza kumkuta hata kama anapiga story peke yake hivi, lakini ukimsikiliza ananena. Jamaa vipi? Ikiwa wewe kuona mambo ya rohoni mpaka ulale, una hatari. Haya, upo hapo, kuna jambo nataka litokee. Nikupe kitanda ulale. Sina wewe mpaka wote ndoto ndio unayaona hayo mambo. Vitu vyote kwenye ulimwengu wa nuru ni wazi, na Mungu akupe neema ya kutazama katika ulimwengu wa roho. Upo mtu atakaye kushinda kwa maana wewe ni wa rohoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini nataka tuangalie jambo la pili, kusali katika Roho ama kuomba katika Roho. Sasa kusali katika Roho, islahi hii ipo katika maeneo mawili. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, kuna jambo hapo nataka tulitazame, namna mtu huyu alivyoingia katika Roho. Anaitwa Yohana, aliandika kitabu cha Ufunuo. Yohana 4:1-2. Baada ya hayo naliona na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami, ikisema panda hata huku. Nisikiliza. Huyu jamaa alikuwa katika maombi na alikuwa ameshaanza kuona maono ya kwanza ya vile jinsi ambavyo kanisa litanyakuliwa, na ule ujumbe ameshatoa. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa makanisa 7. Lakini kwenye sura 4 anasema baada ya hayo akatazama tena. Muda huo yupo katika maombi. Ndio alipokuwa anaomba aliona mbingu zinafunguka. Hata Stefano pia kipindi anapigwa mawe, Biblia inatuambia kwamba aliona mbingu zimefanya nini? Na Yesu Kristo akasema, kwa kuwa umeamini utaona mbingu zikifunguka juu ya mwana wa
Bila muamini ni lazima uwe na kiwango cha kuweza kuona mbingu zikiwa wazi kwenye maisha yako. Alipokuwa anaomba akaona mbingu zimefunguka. Alafu mbingu zilipofunguka akasikia sauti. Ile sauti ikasema panda hata huku. Anasema na mara akawa katika roho. Ina maana alihamishwa. Unapokuwa unaomba katika roho ni rahisi kuhamishwa viwango kutoka katika ulimwengu huu na kubadilishwa. Na ndio maana sisi tunaishi katika maisha mseto. Tunaishi katika nyanja mbili. Unaishi katika ulimwengu wa mwili, at the same time unaishi katika ulimwengu wa roho. Na lazima ili uweze kuwa wa rohoni ni lazima mwili wako uwe dhaifu kwa mambo ya dunia. Ukiufisha mwili utakuwa mtu wa rohoni. Lakini ukiwa wewe ni mtu ambaye unatengeneza shape, huwezi ukawa rohoni. Kwa sababu ukizingatia sana kuupendeza mwili, utapishana, roho itakuwa dhaifu. Sasa Yohana alipokuwa anaomba, Biblia inasema baada ya mbingu kufunguka, akasikia sauti ikisema panda huku. Ina maana alihamishwa ghafla, akajikuta yupo katika ulimwengu wa roho. Akaanza kuona sasa maono wazi. Wa Mitume sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema Biblia, hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda juu darini. Ndio. Kwenda kuomba. Yapata saa 6 ya mchana. Akaumwa na njaa sana. Ndio. Akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, ndio, roho yake ikazimia. Akaona mbingu vimefunuka. Na chombo kikishuka kama nguo kubwa. Ndio. Inateremshwa kwa pembe zake 4 hata nchi. Ndio. Ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4. Na hao watambaao. Na ndege wa angani. Ndio. Kisha sauti ikamjia kusema. Anasema kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Ndio. Lakini Petro akasema, inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Tukimtazama Petro, Biblia inatuambia saa 6 ya mchana alipanda darini ili aombe. Ina maana Petro huyo alikuwa kwenye maombi. Alikuwa amefunga. Ndio maana Biblia inasema alipoomba njaa ikamzidia. Wale jamaa nafikiri aliwaambia labda nina maombi ya siku 3. Natolea tu mfano. Jamaa akafika siku ile ya 3 hata inabidi umalize labda saa 12. Saa 6 tu njaa imeshika. Sasa Pastor Nemia anasema Mama Nevina, aisee niweke hata kauji. Au nipikie kama kangumu hivi, mbona nakufa. Kwa kipindi naandaa chakula, Biblia inasema akazimia. Alipozimia akahamishwa, akawa katika roho. Akaona pazia inashuka. Kwanza mbingu zinafunguka, inashushwa pazia. Alafu anaonyeshwa maono ambayo yanamhusu Kornelio. Ina maana kumbe kama chakula kingekuepo angekula, asingeyaona yale maono. Unanielewa? Lazima tutamani kwenda viwango